wetu sasa umekuwa ready. Sasa tunataka kutengenezea nyama kidogo. Unaweza kuwa na njia nyingi za kuwapatia chakula. Sababu hii mboko hii unaweza kuitengeneza ikiwa na stew ama isiwe na stew. Wakati huu tunapikia stew kidogo. Tunaweka nyanya. Tunaweka nyanya au baadaye. Sawa, kwa baadaye. Tunaweka nyama kidogo. Tunakaanga kama vile mnavyojua ya kwamba sio vizuri kula nyama nyingi. Nyama unatakiwa ule tu piece moja ama 3. Because siweze kuwa na manufaa katika mwili wako. Kwa hivyo tutaenda kukaanga nyama kidogo ambazo ndizo tutakula na mkokoni wetu. Iweze kuwa na kamchuzi. Weka nyanya. Tunaweka vizuri. Naweza weka na nyanya nyingi. Sio zinafaa sana wakati wa kutengeneza chakula kama hiki. Kwa hivyo sasa tunaenda kungojea nyama zetu zikaweze kuiva. Na chumvi kidogo tutaongezea. Weka chumvi kidogo ambayo itaweza kuleta ladha. Chumvi sio vizuri kuongezea juu. Haikui vizuri kupika ikiwa unaongezea chumvi juu kwa chumvi. So mimi ningependa kusema ya kwamba tunapopika vyakula yetu yote, chakula chochote ambacho unachopika, hakikisha ya kwamba haujaweka chumvi imepita kiasi. Kwa sababu unapopelekea watu mesani na chakula chote umepika, watakula tu kwa sababu sasa chakula imesaviwa. Na wasi kwanza kusema iko na chumvi nyingi. Wengine atakula tu kwa kujikaza, aseme acha nile tu sababu kesho sitakula. Isipokuwa kuweka chumvi mingi kwa chakula mama. Naona wewe at least uko na tumiaka kunizidi. Ni nini nyingine ambalo unaona sisi wa mama haswa umri wangu na walio juu yangu kidogo na nafahamu kuna walio chini yangu kidogo. Ni makosa yapi ambayo tunafanya wakati tunapika nyumbani ama wakati tunaandalia waume wetu? Wakati kitu kingine tunafanya wakati unapika kitu kama kitunguu. Unakuta umepika ile kitunguu mpaka imeungua. Wakati mwingine unakuta chakula imewekwa mafuta mingi. Kiasi ambacho unapokula ile chakula ni kama unakula mafuta. Kwa sababu ukiongezea vitu vingine, ukiongezea viungo kama roiko na vitu vingine zile ambazo tunapika, ile chakula inakuwa tamu. Unakuta utaendelea na kula sana. Na unajua iko na mafuta mingi. Unajua unakula chakula mingi juu ya utamu. Iko na mafuta mingi. Sasa hata kuna spices. Kuna spices zile ambazo zinafanya mtu asisikie kushiba. Na within a short time utakuta mwili wako umeanza kubadilika. Umeanza kukaa na njia nyingine. Na Mungu hata apendezi kwa sababu alipotuumba na ile njia ambayo alituumba naye. Lakini sisi kwa sababu ya kuongezea vyakula vitu nyingi mpaka inakuwa tamu. Sasa tumekula zaidi mpaka tumebadilisha mili yetu. Hasa wamama tunafaa kujua ya kwamba kuna umri ule ambaye tumefika. Tunafaa kutumia vitu vingine kama mafuta ikiwa kidogo, kama chumvi ikiwa ni kidogo. Hizi spices ambazo tunapenda tuachane naye. Sukari mingi hata kama ni chai tuachane naye. Mama na vile tulilelewa na shida mingi, sukari hatakuwa tunaiona. Sasa wakati tunaiona tuikunywe. Sasa hatuwezi kuiona wakati huu tulikuwa hatuko hata kama tumelelewa na shida nyingi. Tusile sukari nyingi kwa sababu sasa ndio tunaiona. Tusile sukari nyingi kwa sababu sasa ndio tunaiona. Tuleta nayo. Niongeza. Unajua nataka iwe na pastiu. Sasa kile tunapika ni pastiu. Kuna pastiu. Tunapika stew sasa ambayo iko na kasupu. Sasa mnaona tumeweka nyanya nyingi. Ndio iko na supu thick. Ndio iwe na supu thick. Sasa tunapoendelea hata hiyo maji yote. Sio kama utaleta ingine kidogo, kidogo. Sasa inapochanganywa mahali pale. Ukiweka hii supu kwa ile chakula, utasikia itakuwa soft vizuri. Haitakuwa dry.
weka hiyo. Sawa. Tuachie hapo kwa sababu nyama tulikuwa tumechemuka kupika. Kwa hivyo, vyakula nyingi ambazo tunakula siku hizi ndio zinafanya tuweze kuwa hivi tulivyo. Tubadilishe miili yetu, tuweze kuwa tuna nguvu, hata magonjwa yanatushika kwa sababu ya machakula mengine. Saa zingine naangalia mtu akisema sisikii kusimama, nasikia nimeshindwa, sijiwezi. Ninamwangalia hivi na kujua ya kwamba ni chakula mbaya ambayo unakula. Ndio imekufanya ukawa namna hiyo. Kwa hivyo ni vizuri sana tunapokuwa tukila na tukitafuta chakula cha kula, haswa chakula ya kienyeji inafaa sana. Si vizuri kula tu chakula ambayo tunakuta sukari ukipata unakula nyingi kwa sababu hauko unapata ukiwa mtoto. Vitu zingine nyama. Kwanza nyama ni mbaya sana. Unapokula nyingi zinakuwa sumu katika miili yetu. Kwa hivyo tujaribu sana tuangalie ni chakula gani ambacho kinaweza kuwa sumu katika miili yetu. Ndipo hata miaka yetu iweze kuongezeka. Kwa sababu kuna chakula unaweza kula ikakuharakisha sana. Lakini unajua mam, hizi chakula ndizo ziko readily available. Ndizo zinapatikana. Kwa sababu kama sasa mimi kuenda kupata muthokoi nipikie mtoto wangu, kwanza itachukua muda kwa sababu muthokoi kama ambavyo tumeona unahitaji kukua hapo. Huo muthokoi ukiiva. Na muthokoi hata ukiwa na pressure cooker tuseme labda ni lisali moja ama masaa mawili. Na hiyo ni pressure cooker. Kwa hivyo huo muda wote, na kuna pizza pale ama kuna chakula kingine ambacho ni faster chips. Hiyo nyama choma nitakimbia pale center nipate nyama choma. Si unaona hiyo ndio inani favor pamoja na watoto. Yenyewe hiyo inapatikana kwa urahisi ukiwa una karibu naye. Lakini hivyo inapatikana kwa urahisi ndio inafanya mwili wako uende ukabadilike. Mwili wako uwe na shida. Juu ya kula hizo vitu unaona siku rahisi. Kwa sababu zote ni vitu ambazo zinaingia mwilini. Na zimechanganywa na mafuta nyingi. Zingine zimechanganywa na sukari nyingi. Zingine ni baridi sana. Na hizo vitu baridi hivyo kama ice ndio tunapenda kula vitu kama hizo. Lakini ningependa kuambia ya kwamba vitu kama hizo sio nzuri katika mwili wetu. Mwishowe inaweza kukuletea ugonjwa fulani ambaye ni mbaya. Wakati mmoja nilikuwa sehemu za Mombasa. Na nikawa ninapenda sana ice. Juu ya joto. Juu ya joto. Nilipokuwa nikitoka kazini, tulikuwa tukipitia mahali ice inauzwa. Tukiwekewa kila mtu kikombe ya ice. Ili tukule sasa pole pole tukirudi nyumbani. Kikombe ya ice, kikombe ya kushika. Na baada ya muda kidogo nilikuja, baada ya muda mrefu sio sana, mimi nikashikwa na ugonjwa wa kukohoa. Na nikakohoa muda mrefu. Lakini mwishowe ni Mungu alikuja kuniponya. From that time, ice huwezi kuona nikaribiana nayo sana. Kidogo tu. So, tutafaa kuishi tukijua ya kwamba tunafaa chakula mbalimbali. Kuna vyakula unaona watu wakikimbilia na kula. Wewe wajana na hizo vyakula. Kula chakula ya kienyeji. Na utaona mwili wako utakuwa sawa. Utakuwa unasikia hata utasikia uzito, utasikia uko sawa sawa. Baadhi ya chakula cha kienyeji ni zipi? Baadhi ya chakula cha kienyeji. Baadhi ya chakula cha kienyeji sasa ni kama hii tumepika muthokoi. Unaweza kutumia vitu kama za morning breakfast. Ukipata kitu kama nduma, upate ngwashi. Vyakula tu ambazo zinatoka kwa shamba. Vyakula ambazo asiyatengenezwa na kuwekwa mambo mengi ndani na kuwekwa mpaka chemicals. Because most of the food now inakuanga na chemical. Kila kitu, karibu kila kitu tukipatana nacho kiko na chemical. Ndiposa hatufai kula sana. Because hizo chemical unaweka ndani na mwisho zinakuja kukuletea shida. Kwa hivyo ukipata kitu kama mbashi, upate kama nduma. Yaani vyakula ambazo hata viazi ukitengeneza vizuri inaweza kuwa ni nzuri ya kunywa chai. Kuliko kula kila asubuhi toast na mkate umepakwa mafuta mingi. Uko na mayai fry. Uko na mayai fry. Kwanza mayai fry ni mbaya sana. Unaona mayai hii ya grade. Hiyo ni mbaya. Heri ukule kienyeji. Mayai ya kienyeji hiyo inakuwa ina shida nyingi kwa na sio kila siku pia. Na sio kila siku. Lakini grade hiyo utakuwa kama
vile mayai yale unaona yanakuwa. So tuangalie sana tunapokula. Hata chicken. Si unaona chicken is sasa grade. Unatamani sana ukule kwa sababu unasikia ni tamu. Yaani ni tamu. Na unajua nikipata kila siku pengine nitakuwa nikila tu bila kujali mwili wangu utakuwa na mwili gani. Mwisho utakuja kujiangalia na ujiuliza na mimi. Vile unaona hii kuku inakuwa na wiki ngapi? Na wiki 3 inaenda kuuzwa. Ndio wewe nao utakuwa kama hizo. Na mwili wako utakuwa huna nguvu. Kwa hivyo tunapokula, tukule kiasi. Usikimbilie uweke sahani kubwa ya hizo kuku. Kidogo tu. Hiyo ndio inatosha mwili wetu. Lakini sasa tukila ile nyingi, hiyo ndio mbaya. Hebu tuongee supu tutumie. Penzi mtazamaji, basi ndivyo hivyo. Pindi tu unapokula kuku ambayo it grows within 3 weeks. Pia wewe chunga usikue kama ile kuku kwamba una grow na wiki 3. Ndivyo hivyo ndani ya kipindi Tamu Show. Leo tumejifunza mengi zaidi na mimi naona nitaanza kutafuta wamama kama hao, wamama ambao wamekula tu miaka ili waweze kutuambia ni yapi ambayo tunafanya ambayo yanafaa na ni yapi ambayo hatufanyi. Tamu Show, utamu halisi. Kuja wangu. Sasa na nini? Sina karibu. Zile vitu ambazo ziko ulimwenguni. Ndiposa mumeona samani sana. Yale zile vyakula zilikuwa zimepewa watu wakule. Asingeleta madhara katika miili yao. Hata wangekuwa watu flexible, kila wakati wanaenda mahali. Lakini wakati mwingine tunakula bila kujua ubaya wa chakula. Kwa hivyo unakuta nimekula nyingi, umekula nyingi, mwishowe inatuletea mashida. Kwa hivyo sasa tunaenda kusafu. Unaweza kupika mchele, unaweza kupika chochote kile kwa nyumba yako. Unaweza kupika hata sima. Sio chakula tofauti kwa sababu ni chakula ya kienyeji. Na ikiwa ni ya kienyeji inakuwa mzuri sana uweza kuwa ikitumika katika nyumba zetu. Sasa chakula yetu tumepika tuchanganye na vitu 3. Hatungeweza kuweka vitu nyingi sana ndani. Tungeongezea mpaka hata tujaze sahani. Tukiwa tumeongezea chakula za aina mbalimbali katika ile chakula. Lakini kwa sababu ni chakula ya kienyeji, hatukutaka kuweka mafuta mingi. Chakula kama hii nilikuambia ya kwamba bila mafuta na hata bila kukaangwa, bila hata chumvi unaweza kula. Iko sawa. Ukionja bila vitu hizo zote utasikia iko sawa. Lakini kwa sababu ya jinsi tulivyo na jinsi kulivyo, hatutasema tu tutakuwa tunapika, tunaweka chumvi na tunakula. Although it is possible. Hiyo inatumbidi tuongezee kitu kidogo, tupikie supu kidogo. Wacha niongezee supu. Hii supu ndiyo ya muhimu sana kwa hii chakula ili kaweze kuwa na ladha tunapokula. Kwa hivyo chakula yetu imekuwa ready na tumesafu na sasa tutaenda kuonja tusikie kuna namna gani. Naam, basi bila shaka chakula chetu nicho hiki, chakula ambacho kinavutia. Kabeji ya kawaida, nyama ya kawaida, na kumbuka tumeambiwa na tumefunzwa kwamba nyama usile kwa wingi. Chakula chetu kilikuwa ni mothokoi ambao unauona hapa, and the serving is so delicious. Wacha kwanza tule, alafu nile wewe ukule kwa macho, alafu nitakuwa nikikwambia iko namna gani. Sijui producer anipeka stool, nikae chini nikule nimalize, alafu tuongee baadaye.
Chakula kitamu kabisa. Ikiwa haukujiunga nasi tulipokuwa tukianza, muthokoi ni chakula ambacho unapika kama githeri. Unachanganya maharagwe na mahindi yaliyokongolewa ama yametolewa ngozi. Muthokoi wetu tumetumia mbaazi. Kwa hivyo ni kila kitu ambacho uko nacho katika gala lako. Chakula hiki tukasema ni chakula la kabila lote, kwa sababu mwaka huu na msimu huu ni msimu wa siasa na uchaguzi. Mimi na kikosi changu kizima cha Tamu Show tunakuambia wacha tuwe na utamaduni mmoja. Utamaduni ni wa kabila moja, kabila la Kenya. Hadi wiki ijayo, palipo majaliwa yake Mwenyezi Mungu, tudumishe amani na tuwe na utamu nyumbani. Tamu Show, naitwa Wangoi Gashanja.